Mtazamaji, makala ya mwaka huu ya michezo ya shule za sekondari mhula wa kwanza yameng'wananga kaunti ya Mombasa. Hatua ya makundi imefungua siku ya kwanza ya michezo hiyo hii leo. Tuungane naye Davis Mberia ambaye yupo katika chuo cha mafunzo ya walimu cha Shanzu atujuze jinsi hali halisi ilivyo huko Mombasa. Mberia, hali iko vipi pwani? Shukrani sana mwenzangu Zubeda Koome, ulivyosema kwamba mambo shwari hapa. Ni jua tu ambalo linapiga miale mikali mno, na hii haitatuzuia kuweza kuwapea watazamaji wetu matokeo na matukio ya hasa michezo ya shule za upili muhula wa kwanza hatua ya kitaifa ambayo inaandaliwa katika kaunti hii ya Mombasa, eneo la Pwani, hasa chuo cha walimu cha Shanzu na shule ya upili ya Shimo la Tewa ambayo ipo tu mkabala na chuo hichi cha walimu cha Shanzu. Tayari kuna mechi ambayo ilikuwa inaendelea hapa, mechi ambayo ilikuwa inakutanisha mabingwa wa zamani. Nazungumzia wana St. Anthony Boys ambao wanawakilisha eneo la bonde la Ufa wakipiga dhidi ya wawakilishi kutoka hasa eneo la kule magharibi. Nazungumzia wakipiga dhidi ya Hospital Hill katika mechi ambayo ipo mapumzikoni sasa hivi. St. Anthony wanaongoza wakiwa mbele bao mawili kwa bila, na iwapo tu mpiga picha wangu Jotham Mugendi atakupa tu picha taswira kamili vikosi vyote viwili. Hapa makocha wanawaandaa vizuri wakiingia katika hasa kipindi cha pili wawe salama kabisa. Kumbuka kwamba hii ni klabu timu shule ya Hospital Hill ambayo ipo hasa nyuma kwa kichapo cha mabao mawili kwa bila. Kisha ukiangalia kwa ule upande mwingine, iwapo mpiga picha atakupa tu kidogo zaidi ya hili hema, hao ni vijana wa shule ya upili ya St. Anthony Boys, wote wakipata hasa pale maelekezo 1-2 kuweza kurejea pale uwanjani na kuweza kuonyesha mazuri. Kumbuka kwamba St. Anthony Boys wanasaka hasa ubingwa mara ya tatu, wameweza kupoteza mara 2 mfululizo dhidi ya wapinzani wao Musingu Boys. Kumbuka kwamba Musingu Boys ndio hasa mabingwa watetezi, na mabingwa haya mara 7 wa hasa dimba la kanda Afrika Mashariki. St. Anthony Boys hasa humu wataweza kusaka kuweza kufanya vizuri. Kando na mechi hii ya Hospital Hill na St. Anthony Boys, kuna mechi upande mwingine. Mpiga picha wangu atakupa tu kidogo tu kinachoendelea upande mwingine. Upande huo ni mechi ya Ringa Boys wanacheza dhidi ya St. Charles Luanga. Hii ni mechi ya upande wa wavulana hasa ambayo inacheza upande huo mwingine. Inamaanisha kwamba mechi za hasa mpira wa magongo zinaandaliwa katika chuo hiki cha walimu cha Shanzu, kisha mechi za hasa raga wachezaji 15 kila upande, mchezo wa kuogelea, mchezo wa riadha na pia mchezo wa pale mpira wa vikapu, yote inaandaliwa katika shule ya upili hasa ya Shimo la Tewa. Kwa hivyo nitaweza kuzungumza na baadhi ya washikadau ambao wamekuwa mstari wa mbele kuweza kufanikisha hasa mashindano haya. Ni wafadhili hawa, nazungumzia kampuni ya maziwa ya Brookside. Nipo na meneja hasa wa mawasiliano kutoka kampuni hiyo ambaye ni Wilson Okongo. Karibu zaidi kwenye yanayojiri. Tuanze tu kubwa, wewe ulivyofika hapa makala haya ya 2025, ni utofauti upi ambayo umejitokeza leo? Asante sana KTN. One thing yenye tumeona sisi kama sponsor ni kwamba idadi ya wanafunzi ambao wanashiriki kwenye Brookside Secondary School Term 1 games imeenda juu. This is an indicator kwamba there's a lot more interest and the games are increasingly getting even more competitive. Tukiangalia kwamba wale ambao wanashiriki kwenye hii michezo ya nationals ni wale ambao wameshinda kwenye kutoka sub county mpaka regionals. Kwa hivyo sisi kama sponsor, this is something we can place our bet on. There is very competitive in spite of the humid nature ya hapa Mombasa. Wanafunzi bado wameweka their best foot forward so that they can get the honors. Kima cha shilingi milioni pale 30 mmefadhili. Je, kuna uwezekano tuone pia muhula wa pili angalau ball games pia mnakuja on board? Yes, you are right. Mwaka huu tumeweza kuwapatia Kenya Secondary School Sports Association kitita cha shilingi milioni 30 kufadhili michezo hii.
na hili ni jambo ambalo tunajaribu kuiona even in a futuristic way. Kwa hivyo when it comes to term 2, yes, I can confirm that conversations are ongoing kati ya Brookside Dairy na Wizara ya Elimu, tuone kwamba jinsi gani tunaweza kusupport michezo pia ya term 2, because walimu na wanafunzi wamekuwa wakitupigia hodi sisi ambao tunashiriki kwenye term 2 games. Je, hali yetu vipi? Na tunawahakikishia this is something we have on the table, we can have a real look at it, tuone kwamba how best can we also support them. Asante sana na kila laheri bwana Wilson. Asante sana KTN. Huyo ni Wilson Okongo akiweza kuzungumzia hasa mashindano haya. Mechi sasa hivi inaendelea, na baada ya mechi hizi za wavulana kukamilika, mechi za wasichana zitakuwa zikiingia hapa kuweza kupambanua makundi yatakuwa kwaje. Awamu ya makundi wapo itakamilika basi hii leo ama kesho, tutakuwa tunaingia sasa katika awamu ya robo finali. Kwa hivyo nitakuwa hapa kukupa matokeo na matukio, na mida ya saa 7 pia nitakuwa upande ule wa pili wa Shimo la Tewa kuwapa watazamaji wetu matokeo ya mpira wa vikapu sawia pia na raga. Kwako studioni Zubeda. Naam, shukrani sana Davis. Bila shaka tuko ange